Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Lebanon inahitaji msaada wa kimataifa ili kuimarisha jeshi lake na kurekebisha miundombinu iliyoharibiwa na vita kati ya Israel na kundi la Hezbollah. Imeongeza kuwa hakuna kundi linalopaswa kubeba silaha nchini humo. Waziri Mkuu wa Lebanon, Najib Mikati, amesema katika mkutano wa kimataifa ulioitishwa na Ufaransa mjini Paris kwa ajili ya kuchangisha fedha za msaada, kwa kuwa msaada wa kimataifa utaliimarisha jeshi la nchi hiyo ambayo inashuhudia mashambulizi makubwa ya vikosi vya Israel. Waziri Mkuu Mikati ameongeza kwamba serikali ya Lebanon imeazimia kuajiri wanajeshi zaidi na inaweza kupeleka wanajeshi 8,000 kama sehemu ya mpango wa kutekeleza usitishaji wa vita kama azimio la Baraza la Umoja wa Mataifa linavyoelekeza. Amesema msaada wa kimataifa unahitajika ili kufanikisha mahitaji muhimu ya kiutu. Uchokozi wa Israel haujasababisha tu mateso kwa binadamu na gharama ya maisha, lakini pia umeathiri miundombinu muhimu ya kiuchumi na kijamii. Mikati amesema pembezoni mwa mkutano huo kuhusu Lebanon, na kuongeza kwamba kuhamishwa kwa idadi kubwa ya raia kumesababisha mzozo wa kibinadamu kwa kiwango kisicho cha kawaida. Waziri Mkuu wa Lebanon ametoa wito wa kutekelezwa kwa azimio nambari 1701 la Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa kutumwa kwa wanajeshi 8,000 wa Lebanon kusini mwa mto Litani na kufufuliwa kwa juhudi za kidiplomasia ili kurejesha utulivu kusini mwa Lebanon. Wakati wa mkutano huo, Ufaransa iliahidi kutoa dola milioni 108 kati ya dola milioni 426 zinazohitajika haraka na Umoja wa Mataifa. Waziri wa mambo nje wa Ufaransa amesema mkutano wa kimataifa kuhusu hali ya Lebanon umeweza kukusanya dola milioni 800 kwa ajili ya misaada ya kiutu na dola milioni 200 nyingine kwa ajili ya jeshi la Lebanon. Wajumbe 70 wa serikali kati ya mashirika 15 ya kimataifa walikutana mjini Paris wakilenga kukusanya angalau euro milioni 500 kwa ajili ya msaada wa kibinadamu na kushinikiza kusitishwa kwa mapigano. Nako kwenye uwanja wa mapigano, Israel imeendelea kushambulia miundombinu kadhaa na kusababisha vifo vya wanajeshi 3 wa Lebanon walikuwa wakiokoa raia na majeruhi. Jeshi la Israel limeomba radhi kwa mkasa huo, likisema liliwaua kimakosa na kuongeza kwamba linachunguza liliwajeruhi wanajeshi kadhaa wa Lebanon kwa bahati mbaya baada ya kulenga miundombinu ya Hezbollah. Katika juhudi za upatanishi, waziri wa mambo nje ya Marekani Antony Blinken yupo Qatar, akisema wapatanishi wa Gaza watakutana hivi karibuni ili kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano. Ziara yake inafuatia mazungumzo na viongozi wa Israel, Saudi Arabia pamoja na Qatar. Marekani na Misri zimeongeza juhudi za upatanishi zinazofikisha makubaliano ya kubadilishana wafungwa. Ndani ya Gaza, shirika la ulinzi wa raia limesema watu 770 wameuawa kaskazini mwa eneo hilo tangu Israel ilipoanzisha mashambulizi ya kuzuia kwa Hamas kujiimarisha tena.